أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشفي كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقضي دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروه. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشفي كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العلي العظيم. Bado tuko kwenye kujibu suala tuliloliuliza, mahiyal usra, ni nini familia? Tunapozungumza neno family au Kiarabu usra au Kiswahili nilieleza kuna maneno mengi hutumika: nyumba, jamaa, mlango, tumbo. Ni nini tunachokikusudia hapa? Ilikuwa lazima tupate majibu kwa ngazi tatu. Kwanza tuwasikize wataalamu wa lugha ya Kiarabu wanapolieleza neno usra linamaanisha nini, na hili tulimaliza yuzi. Pili, tuwasikilize wataalamu wa nyanja za kijamii, wa elimu za kijamii, wasemaje. Na jana nilijaribu kuyafupisha maoni yao na tukatoka na matokeo manne ya kimsingi katika maelezo ya kijamii kuhusu familia. Napenda kuyatilia mkazo. Kwanza, tulipata kwamba wataalamu wa kijamii katika kuieleza familia walipatwa na tatizo la mtazamo finyo wa kuiangalia familia. Walikuwa wakiangalia kila mtu kwa angle yake, hawakuweza kuwa na mtazamo wa kutanganya kwa pande zote. Pili, tukapata kwamba wa magharibi na wataalamu wengi wa kijamii wamehusisha familia kwa baba na mama na vijana. Tatu, tukaona kwamba baadhi ya wataalamu wa kimagharibi waingiza kwenye familia kila kinachozaliwa, sawa kiwe kimezaliwa katika ndia ya nini, ya kisharia au si katika ndia ya kisharia, na hata anayeambatishwa. Tumeeleza ni fikra ya tabani, kuadopt mtoto, wao pia wanazingatia ni katika familia, na hizi ni zitu za kishana. Na mwisho, jambo la nne, tukaona kwamba wataalamu wa kijamii hawashartizi kuwepo familia kupatikane kitu chaitwa ndoa, ambao ni kinyume na Uislamu. Kwa hivyo mwanamume na mwanamke wanapoishi katika nyumba moja, wakakaa kama wanavyokaa mume na nani na mke, ishakuwa katika mtazamo wao ni nini? Ni familia. Leo tuenda katika ngazi ya Qur'an.
Qur'ani yasemaje? Kwa sababu sisi lengo letu ni al-usra fi al-Qur'an al-Karim, lakini hatuwezi kusoma Qur'ani tukiwa hatufanyi muqarana na fikra nyingine, ili tukajua zilipokutana na zilipopishana, na ili tukajua tunayoyatekeleza sisi katika hali yetu halisi ni ya Qur'ani ama ya watu wengine. Kitu cha kwanza nataka mlifahamu, ukaishika Qur'ani ukaisoma kutoka mwanzo mpaka mwisho kama wanavyodai wataalamu wengi wa Kiislamu, Qur'ani haikuzungumza neno linaloitwa usra. Hakuna katika Qur'ani. Hakuna katika Qur'ani neno usra kwa maana ya familia. Lilioko katika Qur'ani ni asili ya neno hili ambalo lilikuwa ni maana ya mateka au ni maana ya nguvu, kama nilivyowaeleza, limetumika kwa maana hizo. Mfano katika suratul Insan, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Limetumika neno asira, lakini kwa maana ya mateka, halina maana ya familia. Vile vile katika hiyo suratul Insan utapata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anena nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum. Neno asrahum hapa ndilo hilo neno la nini? La usra. Lakini ukirudi kwa mufassirina wote wanasema asrahum hapa imekusudiwa shiddatul khalq, yani maumbile ya nguvu na yenye nidhamu na udhibiti. Kama ile Mwenyezi Mungu alipokuambia farji al-basara hal tara min futur thumma rji' al-basara karratayn yanqalibu ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir. Aonesha kwamba maumbile yake yameumbwa yakiwa ni qawiya shadida muhkama, yana nguvu, yana mshikano na yamedhibitiwa kwa mipango na nidhamu. Kwa hivyo hakuna maana ya familia. Sasa wataalamu wa kuzungumza hapa sasa ni wataalamu wa Kiislamu wa katika nyanja za Qur'ani, wakubaliana takriban kwa upeo wa uwezo niloona mimi, kwa ila si kila kilioko mmekiona. Nimeweza kurudia takriban vitabu 36 zimezoandikwa kuhusu familia katika mtazamo wa Kiislamu. Takriban wote nimewakuta wakubaliana katika neno hili. Wote wanena lam yarid fil Qur'ani, sio tu katika Qur'ani wa sunna, hata katika hadithi za Bwana Mtume, mustalahul usra, msamiati wa hili neno nini? Usra. Hakuna katika Qur'ani wala katika sunna. Idhan wamefika kwenye natija wakanenaje? Fahuwa mustalahun muasir, ni msamiati wa kileo. Sasa pengine watu wengi katika hiyo wamepigwa na mshangao. Kwa ustadi wa tutanganya sasa. Wewe unatutangazia darasa unataka kuzungumza familia katika Qur'an, usra katika Qur'an. Sasa watuambia kwamba ndani ya Qur'an na hadithi hakuna kabisa neno nini? Usra. Sasa tuzungumza nini sisi? Nakumbuka ni mwaka juzi au ni mwaka jana? Tafadhali. Ni mwaka juzi au ni mwaka jana? Niliwaambia kuna tofauti ya kuzaliwa fikra na kuzaliwa msamiati wa ile fikra. Nakumbuka katika bahthi ya tablighi niliyanena kwa urefu maneno haya. Ni makosa sana wewe kwa mtafiti yoyote wa fikra fulani katika historia za wanadamu kuitafuta chanzo cha fikra ile kupitia msamiati wa ile fikra. Na hapa ndipo mimi ndiwahi kuambia wasomaji tarehe za madhahabi karibu wote wamefeli.
Watu wanaozungumza usuni ulianza lini, ushia ulianza lini, watafuta neno shia, watafuta neno sunni lilitumika lini. Lakini ukweli wa mambo, itikadi na fikra za kisunni na itikadi na fikra za kishia zilikuweko kabla ya kutumika msamiati wa nini, wa sunni na shia. Haya ni mambo al-Allama Said Muhammad Baqir al-Sadr ameyathibitisha kwa urefu sana. Na nitawapa mfano rahisi mimi, na niliutaja katika tahthi ya tabligh. Mwana alotenda mimba Shaabani, iliingia mimba yake, kwa hivyo alikuwa ashakuwa maujud, lakini katika alamur rahim, hajaja katika alami dunia. Akaketi matumboni miezi 9, ni maujudi yule tifli. Akazaliwa, na pengine siku ya kwanza na siku ya pili na siku ya tatu hujamuita jina, na mara nyingine ukaketi wiki pengine. Baada ya wiki, yeye amezaliwa Jumamosi mfano, mwezi wa mfungo 9, mimba yake ilitukuliwa lini? Shaabani. Kwa hivyo huyu kijana yuko kutoka Shaabani mpaka ikafika mfungo 9, akazaliwa Jumamosi, akaishi Jumapili, akaishi Jumatatu, Jumanne, Jumatano ndio kampa nini? Kwa hivyo zile siku alipokuwa hana jina, waweza kunena alikuwa hako. Hili inatuonesha sisi ni kwamba wujudu shay'i asbaqu min wujudi ismihi, au kwa lugha ya elimu zaidi, wujudul musamma mutaqaddimun ala wujudil ism. Kuwepo kinachoitwa kunakuwa mbele kuliko kuwepo jina la kile kinachoitwa. Ikiwa leo tu ndio tumekuja kuiita familia, ndio jana mimi nikawaambia Kiswahili sisi tukubaliana kwamba ni lugha, na Waswahili wako kabla ya miaka 1000, na Waswahili waliwasiliana na mkoloni, waliwasiliana na nani? Na mkoloni miaka 100 na kitu zilizopita. Mswahili ndo akaanza kuiwa kitu kuliwa Kiingereza, lakini kwa muda wa miaka 900 Mswahili hakuwa na uhusiano na nani? Na Kiingereza. Naam, alikuwa na uhusiano na Wahindi, alikuwa na uhusiano na Waarabu, alikuwa na uhusiano na Waportugal pengine kabla ya hapo. Sasa hili neno family ni neno la Kizungu, si neno la Kiswahili. Hili neno familia, sisi unena yeye familia, neno la Kizungu limeswahilishwa. Na kitu familia, yani maana ya familia, kiko kwa Waswahili kabla ya wazungu kuwaitea neno nini? Familia. Sasa huko nyuma Waswahili familia walikuwa wakiita nini? Kabla ya mkoloni. Au tutanena Waswahili walikuwa hawana familia kwa sababu neno familia historia yake limepatikana 1960, yani kabla ya miaka 70 ndio limepatikana neno familia. Kwa hivyo Uswahilini hakukuwa na familia kabla ya miaka hiyo. Ilikuwepo, lakini ilikuwa na maana mengine. Hivyo ndivyo kwenye Qur'an. Ikiwa utakwenda kwenye Qur'ani umekakamaa na maana ulioyazoea, wewe umezoezwa 6, hukuzoezwa nusu darzeni. Sio, tumeelewana vizuri sana? Na hii ndio shida ya watu wengi, kutetwa kwa maana. Lakini fikra tukubaliana mara nyingi. Hata hizi zita za kimadhehebu za angalieni vipi, katika baadhi ya mambo mingi ni khilafun lafdhi wanaziita. Hii ni jadala. Yani leo wapi siku moja nataka kuingia kufafanua hizi zitu kuweka watu katika kitu mathalan wanaoshambuliwa sana madhhabi ya Imamia, wana fikra moja au itikadi huitwa i'tiqadul badaa. Lakini wengi hawajajua. Kuna siku hizo ukasikia Mashia wana badaa, Mashia wana muta, lakini leo nataka badaa. Huyu ulize badaa ni nini? Kwambia badaa wao waamini kwamba Mungu aweza kupanga yako kisha akabadilisha likawa lingine. Ile huisoma kwenye nisfu Shaabani kila siku.
ya Shia au wewe unena Allahumma in kunta katabtani indaka sio shaqiya au famahu Allah, anakuomba Mwenyezi Mungu futa, badilisha shaqawati wa hirmani wa tardi, ubadilisha ufanye nini? Wa athbitni indaka, na unithibitishe kwako sasa sa'idan marzuqan muqaddaran. Yote ile dua ni baada kutoka mwanzo mpaka mwisho, tofauti tu nyume kwa Lailatul Nisfi min Sha'ban sio kwa baada. Sasa tunaweza kuteta kwenye mambo, kumbe tunatetea nini? Maina, lakini fikra ni ile ile. Na baadaye ni nini? Baadaye yafupishwa na aya moja katika Qur'ani, yamhu Allahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Bas, Mungu hufuta atakao na huyabakisha ayatakayo. Na lieleza hapa siku ya Lailatul Nisfi kwamba kuna qada'un mahtum, kuna na qada'un ghairu mahtum. Qada'un mahtum la yatabadal, ndio ummul kitab. Qada'un ghairu mahtum yaweza kubadilika. Waweza kuwa wewe umeandikiwa uishi miaka 70, ikifika Lailatul Qadr ukabadilisha. Uko vizuri sana, ukamwomba Mwenyezi Mungu, ukifika Lailatul Nisfi min Sha'ban ukitoa sadaka, Mungu akakuongezea nini? Umri. Ukiwatii wazazi wako, Mwenyezi Mungu akakuongezea nini? Umri. Ukiwaasi wazazi wako, Mwenyezi Mungu akakupunguzia nini? Umri. Kuna za kuongeza, kuna za kuzidisha. Hadha huwa albada. Turudi kwenye mada. Kwa hivyo wakati tunapoamiliana na ulimwengu wa concepts, mafahimu, na ulimwengu wa fikra, tafadhali tusigane kwenye maneno. Mtu anaweza kuambia ad-demokratia fil Qur'an, demokratia fil Qur'an, kisha utasoma kutoka mwanzo mpaka mwisho na ustadi tumesoma sikupata aya moja imetaja neno nini? Demokratia. Tatizo usitafute neno demokratia, tatizo twende kwenye ruhu ya demokratia. Yasemaje? Imetabikiwa na Balqisi ule bulbul alipoleta habari kwa Nabii Allah Suleiman alipopotea. Nabii Allah Suleiman akisema leo nitamtia adabu kisawa sawa. Alipofika akamwambia, la, mimi natoka huko pembe za ulimwengu, nimeona mambo makubwa sana. Mambo gani? Kwamba nimeona umma huko umetawaliwa na nani? Na mwanamke, na humwabudu asokuwa nani? Mwenyezi Mungu. Nabii Allah Suleiman akamwandikia barua, ndo akampa ule bulbul, akamwambia ipeke, innahu min Suleiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sio? Ikaletwa barua Fatu bento wewe. Nabii Allah Suleiman azungumza super power, sio? Amwambia ule bebe mfalme na watu wako, fatuni ilayya muslimin, sio? Ndooni kwangu mkiwa mmesalima amri. Mwanamke hakutukua uamuzi, akaitisha baraza lake. Ndio nikawaeleza wakati mmoja wa referendum, nikamwambia referendum ya kwanza ilifanywa na nani? Na neno leo, nenda kwenye kamusi au Google, andika referendum, kisha taka Google ikufasirie kwa Kiarabu. Yambie nipa maana ya referendum kwa Kiarabu, itakupa neno istifta. Ndilo neno alilotumia Balqis, aliambia aftuni fi amri. Alifanya referendum katika nchi yake, ataka kujua tupambane tupigane na Suleiman ama tufanye nini? Tusallim amri. Ndio akamwambia, innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla wa kadhalika yafalu. Mmoja katika wale waliokuwa na hikma katika kutoa maoni akamwambia, hao na hao wakiingia kimabavu kwenye miji, yeye hamjui kwamba ni mtumi, yeye humhukumu kwa zipimo za nini? Za kifalme. Akiingia kwa mabavu kwenye miji, kawaida ya wafalume kama mwiko ungia kwenye chungu cha tini rayu, na cha yu kikenda tini, ndio yajaalu aizzata ahliha adilla. Sasa anamwambia afadhali twende tusallim amri kwake. Ndio wakeza sitaki kuingia kwenye mada nyingine. Akapeka habari kwa Nabii Allah Suleiman, tumekubaliana kwenye referendum Mungu tuloifanya, kwa utaita ni demokrasi, kwa utaita ni chochote, twanya kwako. Ndipo pale Nabii Allah Suleiman akawaitisha watu wake, akawaambia nakitaka kile kiti chake.
Yani Nabii Allah Suleiman hataki mtawali. Nabii Allah Suleiman anataka kuonesha miujiza kwamba mimi ni nani? Ni Mungu. Sina haja ya kutawali sana. Kuna miujiza anataka kumuonesha, alitaka kiti chake kiweke, akisikilia kule akione kiti chake kimesikilia mbele yake. Ndio mpaka mwisho wa kisa wa kiume. Kasimama ifritun min aljinn. Sio. Akamwambia Nabii Allah Suleiman, mimi nitakuletea kiti kabla hujasimama kwenye hicho kiti chako loketi. Akamwambia utakuwa umechelewa. Nataka haraka zaidi. Akasala hapo basikize mpaka kusimama, mwangalie binadamu subhanallah, Mungu namna alivyompa uwezo wa dini na nini kumshinda shetani. Ule aliinuka tena si shetani, ni ifritun min al-jinn. Ile imezofika katika mimwili yake amwambia nitakuletea kabla atakuma mimi. Nabii Allah Suleiman kama umechelewa. Akaja mtu indahu ilmun min al-kitab. Sio indahu ilmun kitab, min al-kitab. Yani baadhi ya ilmu ya kitab. Akamwambia Nabii Allah Suleiman, mimi nitakuletea kisu kabla hujapepea, kiti kabla hujapepesa. Yani speed yangu ni speed ya nini? Ya kope zako na mnazi na kupepesa. Akamwambia leo utanifaa. Kieti. Kaeti. Turudi kwenye mada yetu. Sasa maulama wanena neno usra hakuna kwenye Qur'an wala kwenye sunna, bali ni msamiati mpya umezotumika na wataalamu wa kijamii katika miaka ya mwisho. Naam, Qur'an imefanyaje? Kumbuka mwaka jana nilipokuwa nikizungumza kanuni za kijamii pia nilinena neno jamii hakuna kwenye Qur'an. Qur'ani imetumia maneno yafuatayo: al-ahl. Hata sisi tunena ahli zatu, sio? Mfano idh qala Musa li ahlihi inni anastu nara. Wakati Musa alipowaambia familia yake, yani jamaa zake. Katika sura nyingine Mwenyezi Mungu Tahrim atuambia qu anfusakum wa ahlikum nar. Ziokoeni nafsi zenu na jamaa zenu na moto. Katika suratul A'raf Mwenyezi Mungu atuambia fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu. Nafikiri ni kaumu Lut ya Allah. Fa anjaynahu wa ahlahu. Tukamwokoa yeye na familia yake isipokuwa mkewe. Illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Katika suratul Nisa Mwenyezi Mungu asema wakati kukitetwa mume na mke wameteta, tufanyeje? Kabla hatujaenda kwa kadhi asema fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, na kutoke hakimu mmoja kwa upande wa jamaa za nani, za mume, na mmoja kwa upande wa jamaa za mke, ndio wakafanya nini? Wakasuluhishe. Sasa hapo utaona neno min ahlihi na min ahliha, zote hizi zimetumika kwa maana ya nini? Ya familia. Mwisho sasa hivi tumeambiwa na shekoma katika sura Hud, Nabii Allah Nuh baada ya kutengeza jahazi na kuangamizwa, alishtuka akamuona mwane umfanya nini? Uko katika gharqa, akamkhutubu Mwenyezi Mungu akamwambia innahu min ahli. Huyo ni katika jamaa zangu. Mwenyezi Mungu akamjibu akamwambia innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih. Kwa hivyo ukinitamani neno ahli hapa limetumika kwa maana ya nini? Ya familia. Pili, Qur'ani imetumia neno rahat. Arahtu, re, he, nene na kwe. Na asli ya neno rahti katika lugha ni kundi la watu kutoka 3 mpaka 7 au wengine kunena mpaka 10. Asli yake ya matumizi. Kila kijopo cha watu kuanzia 3 mpaka 7 au 3 mpaka 10 huamkuliwa nini? Rahat, kinyume na qaum. Lakini Mwenyezi Mungu amelitumia neno hili katika Qur'ani kwa maana ya familia katika baadhi ya aya. Mfano sura Hud, Nabii Allah Shuaib alipokwenda kwa kaumu zake akaanza kuzungumza nao, kaumu zake walimjibu wakamwambia qalu ya Shuaib ma nafqahu kathiran mimma taqul. Shuaib, sisi hatuelewi mengi hayo uyanena, hatuyaelewi. Wa inna lanaraka fina dha'ifa,
na sisi tukuona wewe katika jamii yetu ndo katika mtu watoka kwenye mazingira nini dhaifu ya kinyonge. Walaula rahatuka, walaula lau si huko wako na nani na familia yako, wama anta la rajamnaka, tungekuchapa kwa majiwe, tungetoa amri upitapo katika umumui kwa rushiwa nini, kwa rushiwa mawe. Lakini lilotuasa kutokupiga wewe ni nini? Tunajua una nini, una ngome ya ukoo wako na tumbo lako na makalini wako. Ashira katika Qur'ani pia limetumika neno ashira kwa maana ya familia, kama aya ndio wasomea jana, wa andhir ashiratakal aqrabin. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu atuambia sura Tauba, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Msuko wa maneno ni nini? Familia, ikiwa baba zenu, vijana zenu, ndugu zenu, wake zenu, wa ashiratukum, na jamaa zenu, yani familia yenu. Katika Qur'ani pia kumetumika neno qurba au aqriba, ikikusudiwa nani? Familia. Wa ati dhal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil qul la as'alukum alayhi ajran illa al mawaddata fil qurba. Zote hizo taziona zamaanisha familia ya mtu, jamaa wa mtu. Katika Qur'ani kumetumika neno arham, ikikusudiwa nini? Familia, kama suratul Nisaa ilo aya ya kwanza, wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, jamaa zenu. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu anambia, fahal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa taqta'u arhamakum. Nyinyi ndio wale ambao Mungu akiwafikia mkaweza kutawali katika ardhi, huwa mwaita ufisadi na kuwaua jamaa zenu. Sasa tunaona neno arhamakum hapa limetumika kwa maana ya nini? Jamaa. Katika aya nyingine, wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd. Hapa nataka kuwa kana maisha kitu kama nasoma. Hii aya ni muhimu sana. Hii yazungumza wilaya. Ulul arham, watu wenye ujamaa ni aula kwa wao kuliko wengine. Kuna jambo moja la kisheria nataka kulitanabahisha, kulidharau sana sisi au mara nyingine kulitia tendekeza, na lina hatari kiasi kikubwa. Mtu amekufa, katika hukumu za Kiislamu kuna mambo ya wajibu lazima afanyiwe maiti, kuanzia kuoshwa, kukafiniwa, kuswaliwa, mpaka kutiwa kaburi. Ni wajibu. Lakini wajibati hizi ni katika wajibati tofauti na hizi wajibu nyingine za swala na saumu. Hizi swala na saumu hazina idhni ya mtu wala sharti ya mtu. Ukiamua kuswali ni wewe kuswali. Hakuna mtu kati atakwambia mmekuruhusu uswali ama sikukuruhusu. Isipokuwa hali moja ndogo tu, mwanamke atakuja kueleza hafai kufunga sunna bila ya idhni ya mume. Wengine wakwambia sasa hii dini ya Mungu na dini ya watu utakuwa sasa kile hizi zetu. Huwezi kumuosha maiti, huwezi kumkafini maiti, huwezi kumswalia maiti, huwezi kuteremka katika kaburi kumuingiza maiti katika ufuko kama walii wake haja kuidhinisha. Na nao baadhi ya ulama, maiti ataswaliwa kwa imamu ambaye hakuidhinishwa na wali, swala ni batil na lazima iswaliwe tena. Na mimi nataka kuzungumza wale wenye tendekeza kuingia kwenye mazishi ya watu na kuiweka mbele. Kweli tena kuna watu wanatendekezwa, utaona kumuona utafikiri yule alikufa babake ama, na hutoa na amri mpaka kwa wale mate huyu kisha huyu wewe nani nini, yeye pengine kwenye ile nyumba kuna siku alipeka kitoweo, sio? Au kwenye ile nyumba
kuna kijana usoma, yeye ufanya nini? Kumsaidia. Au kwenye ile nyumba kuna kijana katika wanafunzi wake. Sahihi, mwanafunzi wako mbele yeye kuheshimu, lakini huna haki ya kwenda kumzika babake na kumuosha na kumswalia bila ya idhni ya nani? Ya auliya. Hatari haya mambo. Watu wataka wawe na hadhari na vitu kama hizi. Haitaona jamaa siku hizi kupigania na kuweka booking sawa. Wajua kila mtu ana maradhi yake. Kuna nyinyi wenye maradhi ya siasa, kuna na sisi wenye maradhi ya zibula. Sote kila mtu ana maradhi yake. Wanake utasikia mtu akifa mwanzo ukimbilia kule kuna mtu wa Yasini ya kwanza. Lengo lake wasilia Yasini ya kwanza. Akimaliza huwa amemkuta yule. Umepanga nani kuswalisha? Basi hapa kama tustaki. Na mwenye kutoa hotuba ni nani? Basi wewe utafanya nini? Na pengine mtu akuche mato. Huko sampuli ya kujenga. Umuomba mtu ambaye atakucha mato akupe roho yake haitaki, lakini hawezi kukwambia sitaki, ni nduye kujepa. Ni nduye kujepa. Sasa hizi zitu tutakamuwa na hadhari sana. Mtu kwa kuingilia tu. Na sisi inaweza kuingia wewe mahala umeingia umedirika watu uosha mtu akakwambia ndo uoshe. Wewe ukaingia tu bila kujiuliza ule anaenda mkuu mwane mbabake ni mumewe anao uwezo yeye ya kutia mtu ama kutotia mtu, yeye amepewa ruhusa ya kuingia, yeye hayapewa ruhusa ya kutia watu. Hiyo kama mtu kwa kusimama kaburi ngombe shuka wewe shuka. Shekhe wewe hakuna asili, hakuna damu, hakuna nasaba, hakuna chochote. Tungeni sana mambo kama haya. Naam, sineni lazima mwenye nasaba afanye yeye, anaweza kuwa hayui mambo yale. Lakini Qur'ani imemwambia yeye ni aula afanye mwenyewe. Na mimi nataka kunena masala ya maiti ni bora kufanya mtu wa karibu kuliko kufanya mtu wa mbali, ila ikiwa hayui. Watu watakao sana hizi ni fatwa ziko kwenye zitabu. Wewe mathalan Mungu amemختari babako, Mungu amemختari mamako, mkeo nani, waweza kufanya mwenyewe, kabili mwenyewe ufanye, ni aula, ni thawabu zaidi kuliko kumpa mtu mwingine. Si masala ya kutaka kuionesha. Na unaweza kuona itikadi ya mtu amuona huyu bora zaidi. Hizo ni issue zako personal, hakuna mtu atakuingilia. Wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd. Mwisho katika msamiati uliotumika katika Qur'ani kueleza familia ni neno al-bayt, ambao hata sisi tutumia Kiswahili maneno nyumba, sio? Mwenyezi Mungu asema wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Napenda sana hapa muangalie uzuri. Hii sukuni, utulivu hauwetwi na nyumba ya kuta. Yaweza kuwa ni ndule. Ndani kuna nini? Kuna sakana. Na yaweza kuwa ni palace. Ndani hakuna sakana. Kwa hivyo si masala sakana hapa ni sofa set gani iko. Ni kina nani walioko ndani ya ile nyumba. Yani ni familia, yani ni mkeo, yani ni vijana zako. Wale ndio wanaoibadilisha nyumba ikawa litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawadda. Sasa neno buyuti alilotumia Mwenyezi Mungu hapa kusudia familia, hakusudi nyumba za hizi za bloki. Mwenyezi Mungu ananena wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Aya nyingine Mwenyezi Mungu ananena fama wajadna fiha ghayra baytin min al-muslimin. Wale malaika walotumwa kuna kuangamiza kwenye kitongoji, nafikiri cha Nabii Allah Lut ama nani, waliambiwa zile nyumba za Waislamu wazitoe katika maangamizi, yani nyumba familia yani. Ndio wakanena fama wajadna fiha ghayra baytin min al-muslimin. Hatukupata katika kile kitongoji isipokuwa nyumba moja peke yake ndio Waislamu. Nyumba moja hapa ni kwa maana familia moja peke yake. Waila wakiketi mbalimbali walikuwa hawaketi kwenye nyumba moja. Sasa haya ni matamshi mangapi jamani? 6. Na yafupisha. Ahl, rahtun, ashira, qurba, arham na albayt yametumika katika Qur'ani katika aya tofauti kuzungumzia familia. Kwa hivyo tunaweza kunena Qur'ani haikuzungumza mambo ya familia, Qur'ani imezungumza,
lakini imezungumza kwa misamiati ya wakati ule. Kwa hivyo hii misamiati mingi ni pia inayotoka leo. Wakati tukirudi kwenye Qur'ani kuzitafuta, tuweni na hadhari, tusiweni wapesi kunena mambo haya hayakuzungumzwa na Qur'ani, kwa sababu fikra zilikuwepo zamani, misamiati kila siku kutoka mipya. Hizi zimefika. Hatujapata jibu letu, Qur'ani ina msimamo gani kuhusu familia? Tumesimamishwa tu kwanza hilo neno familia lipo katika Qur'ani ama halipo. Lakini sisi mjadala wetu nyuma watoka mbali, watoka kwenye mahiyal usra. Ni nini familia? Wataalamu wa lugha wametueleza, wataalamu wa kijamii. Qur'ani ukisoma katika kuzungumza familia, kidogo nimesahau kitu nirudi. Mbali na yale matamko 6 ya familia, Qur'ani imezungumza maneno ya members of family. Imetaja kwa wingi sana kwenye Qur'ani neno baba, neno mama, neno mume, neno mke, neno ndugu, neno babu, neno zote mjukuu. Haya yote ukizungumza wazungumza ni misamiati ya nini? Ya familia. Albintu, soma suratu Nisa wewe, wakati wa kutaja mambo ya wirathi utaona mzungumza baba, mzungumza mama, mzungumza ndugu, amati, mpaka wakwewa. Qur'an imefanya nini? Imezungumza fai kumuoa mamake mkeo. Kwenye suratu Nisa imezungumza, umeambiwa ufai kumuoa mamake mkeo, ufai kumuoa mkewe kijana chako akimwana. Haya yote ni maana yaonesha Qur'ani yajali masala ya familia. Turudi katika mada. Familia katika mtazamo wa Qur'ani yamaanishwa nini? Ukizisoma aya za Qur'ani na ukajaribu kuzileta pamoja, utoke na mafhumu, utajiona Qur'ani katika kuzungumza familia imekwenda katika stage 3. Na hizi stage 3 ukikosa wewe waweza kutoka na mtazamo kwamba Qur'ani ina fikra finyo. Lakini Qur'ani yaiangalia familia katika cycle ngapi? 3. Waweza kuchora cycle ya kwanza, ya pili juu yake, ya tatu juu yake. Na katika kila cycle Qur'ani imeweka hukuk na wajibati tofauti na cycle nyingine. Lakini mwisho zote zimekava ni nini? Ni familia. Angalia ni mfano suratul Nisa. Aya tuisikia kila siku kwenye ndoa. Hebu ifuate. Ya ayuhan nas, sio inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa. Hiyo ndio cycle ya kwanza. Familia ya mume na mke, na yaliyoko kati ya mume na mke hayaendi kwenye cycle ya pili. Kivipi? Mfano, mimi kama baba ninachofaa kwa kukifanya kwa mke wangu siwezi kukifanya kwa mwanamke. Sijui tumeelewa vizuri sana. Yule kama mama anachofaa kukifanya kwa mumewe sicho anachofaa kukifanya kwa mwana. Kwa hivyo ukija kwenye hukuk na wajibati baina zauji wa zauja, utaiona cycle hili ina hukuk zake zinatofautisha na zile nyingine. Ndio stage ya kwanza hiyo nimejiita. Marhala ya kwanza ya familia. Inna khalaqnakum min dhakarin, sio nimekosa. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. hiyo stage ya kwanza. Kisha Qur'ani imekwenda wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Imekwenda sasa kwenye usra kwa maana ya pili pana zaidi. Sasa ukiplasi na zenye kuzawa na zitukutuku, sababu hapa rijalan wa nisaan kathira kwenda mpaka chini. Sasa nini ya zijana hiyo ni ya ngapi hiyo? Ya tatu imekwenda mwisho ikapanua sasa, ikanena wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Sasa kuna usra bimaana zawji wa zawja, kuna na usra bimaana zawji wa zawja wa rijalan kathiran wa nisaa. Kisha kuna na usra bimaana zawji wa zawja wal abnai wal arham.
arham, wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Sasa unapokuja kwenye arham, mashaallah, ungia sasa hata ule ndugu yake baba sio. Lakini ukiangalia pia haki za stage ya pili haziendi kwenye haki za stage ya ngapi? Ya tatu. Leo mimi kama baba na yeye kama mama tuna majukumu kwa wale watoto katika rijala kathiran wa nisa, lakini majukumu yale nilionayo kwa watoto wangu ndoa za sinayo kwa watoto wa ammi yangu, sinayo kwa watoto wa nani akazani yangu. Haya kuna majukumu yao. Ndio hizi stage hazikugawanywa tu, hizi stage zimegawanywa ndani. Pia mnayofaa mume na mke wamehalalishiwa kila kitu, lakini baba na mke na vijana zao hawakuhalalishiwa kila kitu. Kuna mambo, lakini mapana. Mwanamke leo kama mama hana wajibu wa kustiri mbele ya wana, hawana. Aiza atakuifunga leso tu kibogo na ukifua pia wamenena si haramu. Kuna wale ila kwa tuni maridhi kama leo tutakuja kuzungumza katika shudhudh jinsi maradhi ya kisex leo yanaotiwa mpaka hizi wanazoziita zina al-maharim, kuzini jamaa. Naona leo katika website watengeneza mpaka move. Leo kuna fujo sasa hivi imeanza kutoka mwanzo wa Ramadhani. Kuna channel moja imeanzisha musalsal ya kuonesha vipi mtu aweza kuzini na binti yake na nini. Hizi ni zitu za penyezwa katika culture zetu. Kwa hivyo utakuta mama anaweza kuketi mbele za wale hata kama ni mtu mzima, hana haja kujifunika, bali amelazimishwa sehemu maalum, lakini hawezi kuketi vile na kila arham. Sasa utaona yale yanayofaa baina ya mume na mke hayateremki kwa vijana, na yale yanayofaa baina ya baba na vijana zao hayateremki kwenye stage ya ngapi? Ya tatu. Na ndio kanena familia katika Qur'ani imechora katika cycle ngapi? Tatu. Na hili ni istinbat. Yategemea sasa wewe vile utakapokuweza kuziangalia hizi aya na kuziona. Na inaweza kuwa ni nadharia sahiha, na inaweza kuwa pia kuna cycle zaidi ya ngapi? Ya tatu. Akaja mwingine mwenye mato zaidi ya kwa hiyo yategemea namna unapofocus Qur'ani na kuweza kuzitoa zile zitu. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha, shakuwa familia ya kwanza. Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Tumekwenda kwenye stage ya ngapi? Ya pili. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Na mfano wa hili utapata katika suratul Nahl, lakini suratul Nahl haikwenda stage ya tatu, imekoma kwenye ya kwanza na ya ngapi? Na ya pili. Mwenyezi Mungu alipotuambia wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan, stage ya kwanza. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada, ndio ile rijala kathiran wa nisaa. Banina vijana, wa hafada na ziyuku, ahfadi wa yuku ndio kwenda chini. Wa razaqakum min at-tayyibat. Hapa stage ya tatu haikutajwa wala arham. Hii ndio nukta ya kwanza, siyamaliza. Tukitaka kuuliza concept ya Qur'ani, mafhumu ya Qur'ani kuhusu familia, tutakuuliza wakusudia stage ipi katika hizi tatu? Wakusudia ya mume na mke, Qur'ani itakueleza haki zao na majukumu yao na kazi zao. Wakusudia familia ya mume na mke iliyotangamana na nini na vijana, tutakwenda wakusudia na familia kwa maana ya ukoo mzima. Na haya nitakuja kuonesha ni zitu zimeelezwa juzi katika elimu za kijamii kwamba kumbe hizi familia ziko kwenye stages, na nitakuja kuzieleza stages za kijamii, kisha mzilinganishe na stages za nini za Qur'ani, muone Qur'ani ya kubaliana wapi na ya kishana wapi. Nitaendelea kesho. Nataka tu kumaliza ile suala la yana ule aliouliza aliyeta mawili, nilisoma moja tu kwa sababu nataka kurefusha zaidi, tulikuwa na khitma yana. Nakumbuka jana aliuliza kwamba
Ikiwa elimu yapanda katika jamii zetu, maadili yafanya nini? Yashuka. Sasa ili tupandishe, ikiwa kupandisha maadili lazima teremke elimu, tuiteremshe. Kamjibu nikamwambia hizi si option mbili, kwa maana ukitaua moja huwezi kupata ya pili, bali ni zitu ziwili lazima zitembee. Na ndio Mtume ana hadithi mbili zote za fanana, zisikizeni. Anena innama bu'ithtu muallima, anana innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq. Kazi ni mbili, ameletwa kunyanyua elimu ya watu na ameletwa kunyanyua maadili ya watu. Kwa hivyo lazima elimu na maadili, na mtu asifahamu kwamba mimi niponena kwamba jamii yetu katika hii miaka ya mwisho yapanda kielimu, yaanguka kimaadili, kwamba sababu ni elimu ndio inaangusha nini? Maadili. Sababu nitakuja kuzieleza, ni watu kupenda kukimbia majukumu na kuziatia zituo za elimu kila kitu. Ile role ya family imekosekana katika ulezi na katika maadili, na system za education pia zina matatizo. Si elimu yenye matatizo, ni system yenye. Auliza tena huyu anena, kati ya maadili na dini ni ipi bora zaidi? Kati ya nini? Ya maadili na dini ni ipi bora zaidi? Na je, katika hivyo viwili, maadili na elimu, ni kipi kinaweza kukua bila kutegemea kingine? Sahaba, nataka leo nimelirudia hili swali kwa sababu jana nilikuwa niko spidi. Nimependa tuje katika mifumo ya kufikiri kabla ya kujibu yale. Hii tafkiri ya imma na imma ni mbaya sana katika mambo haya. Leo ukimwendea mpishi apikao pilau, ukamwendea mpishi apikao pilau, ukawa wewe una lazima waitaka pilau. Sikiliza, utaki wali mweupe, waitaka pilau. Lakini wamwambia sina uwezo wa kukupa ziungo zote, kipi nikikupa kitakuwa bora zaidi, kitatengeneza pilau? Nikupe wali bila nyama ama nikupe nyama bila wali? Nikupe mtee bila ya nyama ama nikupe nyama bila ya mtee? Lakini at the end utakuwa kutukua nini mimi? Pilau. Hawezi kukujibu lolote. Hawezi kumwambia ukinipa nyama tutakutolea mtee. Nyama haitoi pilau, nyama peke yake, na mtee peke yake hautoi nini? Pilau bila ya nini? Bila ya nyama. Sasa hatuwezi kuja kwenye jamii hii mtu kwambia ima dini au dunia. Mkoloni ametuweka kwenye option hizo. Hakuna. Ukiwa huna dini huna dunia, ikiwa huna dunia huna dini. Hakuna mambo ima nsome skuli au nsome dini. Hizi ni option za urongo tumeundriwa sisi. Naam, napenda tufahamiane. Kuna kusoma dini, kuna na kuwa mwanachuoni wa dini. Hizi tu tofauti. Kuna kusoma dini kwa maana ukayua dini yako, ukayua mambo yako, kisha ukaamua kuwa daktari, kisha ukaamua kuwa nani? Wakili, kisha ukaamua kuwa engineer. Kuna na wataka kuwa kuketi kwenye kiti kama hivi kuwa wewe ni mufti, haitoshi. Hapo sasa ni masala ya ikhtisas. Hata huko kwenye sekula ufika mahali ukaambiwa takuwa kimoja, lakini huandishi kutoka huko standard 1 kwamba wewe utakuwa ni jiografia ama nini, yale mengine yote lazima usomeshwe. Kwa hivyo hili suala lina makosa katika kuuliza. Huwezi kunitakuza mimi kuniambia ni dini au ni maadili au ni nini au ni elimu, tutakue kipi? Zote zitatu ni lazima, na ziwili bila ya kimoja hakuna kitu. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah